Naam, ni fight nyingine tena kati ya bidada wawili Jennifer Zugo dhidi ya Sofia Hamis. Unaambiwa mvua inanyesha lakini bado zinapigwa. Hii ndio tafsiri sahihi ya mapambano ya Eden Boxing Battle, mapambano ambayo yenye hashtag acha zipigwe, mapambano ambayo yanafanyika Ramasia Village, Kigamboni, Dar es Salaam, lakini pia yameandaliwa na Dege Sport Promotion na promoter Gaddafi the Defending Lead. Fight ambayo unaiona sasa ni kati ya Jennifer Zugo, bondia huyu ambaye amevaa bukta ya kijani yenye ufuto mweupe, lakini zidi mpinzani wake Sofia Hamisi, bondia ambaye amevaa bukta nyekundu lakini juu amevalia singlet nyeupe. Kwa hiyo ni fight ambayo imeanza katika raundi ya kwanza, lakini ni ushindani mkubwa sana. Acha tuangalie katika raundi ya pili ni kitu gani kitaendelea kwa bondia hawa wawili. Naam, raundi ya pili hiyo tumeona kitu ambacho cha tofauti katika raundi hii ya pili na katika raundi ya kwanza. Jennifer Zugo ni bondia ambaye anacheza upande wa kushoto katika kutanguza mguu wa mbele, lakini Sofia Hamis ni bondia ambaye pia anacheza mguu wa kushoto katika kutanguza mguu wa mbele. Utofauti uliokuwepo, Jennifer Zugo ni bondia ambaye kiasili ni boxer, bondia wa kupanga ngumi huku akicheza kwa umbali. Angalia urefu alikuwa nao, anajaribu kucheza kwa umbali huku akiweka gap na nafasi ili mradi mpinzani wake Sofia Hamis asiweze kumfikia kiwepesi. Lakini kwa upande wa Sofia Hamis kiasili huyu ni pressure fighter, bondia wa kuzandani huku akifuata na kupigana, lakini katika uzoefu wa fight hii Jennifer Zugo ni fight yake ya pili ya professional boxing, lakini katika upande wa Sofia Hamis hii ni fight yake ya 10 na katika upande wa professional boxing, lakini huku akiwa amezama bondia ambao ni wazoefu kama Stumai Muki, Agent Kayange, lakini pia ishakuzia pia na bondia ambaye ni Jessica Mfinanga, bondia ambao wako top katika professional boxing katika upande wa wanawake. Kinachoonekana sasa, Jennifer Zugo anaweza kutumia urefu wake vizuri huku akionekana ni bondia ambaye anatoka katika kundi la style out to boxer, bondia ambao anaweza kubox huku akicheza katika umbali. Mashambulizi yao hatari zaidi ni jab kama ambavyo amekuwa akifanya Jennifer Zugo, lakini pia watu combination ngumi ambazo zimekuwa zikifika katika usahihi. Lakini kwa upande wa Sofia Hamis ni bondia ambaye ni pressure fighter, bondia ambaye kuchanganya ngumi, lakini mashambulizi yake yamekuwa kionekana kwamba yanakosa ufanisi katika fight hii. Lakini kinachoonekana sasa ni fight ambayo imejigawa. Mmoja ni boxer zaidi, bondia wa kupanga ngumi wa kubox, lakini mwingine ni bondia ambaye kupigana, pressure fighter, bondia ambaye ni Sofia Hamis. Kwa hiyo kinachoonekana katika raundi hii ni fight ambayo imejigawa katika upande mzima wa stage. Acha tuangalie katika sekunde zitakazobaki ni kitu gani kitakachobadilika katika mabondia hawa wawili. Naam, raundi ya pili imetamatika. Raundi ya pili imemalizika. Rekoma ni Sofia Hamisi dhidi ya Bukona Jennifer Zugo. Second out of the league. Naam, raundi ya tatu hiyo inaendelea. Jab kwa Jennifer Zugo, jab tena kwa Jennifer Zugo, lakini Sofia Hamis ameonekana kumiss kwa kutumia head movement, huku bado akiendelea kucheza mfumo wake ule wa kucheza ndani zaidi. Na kitu ambacho kinachoonekana katika upande wa Sofia Hamis ni bondia ambaye anaonekana kutoweza kupunguza gap la nafasi kwenda kwa mpinzani wake Jennifer, ambaye umbali ambao umekuwa akiuweka kwenda kwa mpinzani wake Sofia Hamis umeonekana kumpa wakati mgumu. Lakini kitu ambacho pia kinaweza pia kikampa wakati mgumu kwa upande wa Jennifer Zugo ni kutoweza kutumia jab yake kwa active zaidi. Wenyewe wanaposema katika upande wa kifundi zaidi, unapojaribu kucheza mfumo wa kubox, jab yako inatakiwa iwe active sana, muda wote unatakiwa upige jab ili uweze kumweka mbali mpinzani. Sofia Hamis amezidiwa reach, yani urefu zidi ya mpinzani wake Jennifer Zugo, lakini kitu ambacho kimnufaisha zaidi ni kusogea zaidi ili aweze kupunguza umbali cha kwanza, lakini pia aweze kufanya mashambulizi ya kuchanganya. Jennifer anaweza kupanga ngumi, basi aweze kuchanganya ngumi zaidi ya moja ili aweze kuvurugua mpango wa Jennifer, kitu ambacho kimeonekana kuweka utofauti zaidi kwamba wote wana nafasi ya kutumia kile walichokuwa nacho, lakini hawatumii advantage walikuwa nao katika hicho walichojaliwa. Naam, sekunde bado zinaendelea. Jab kwa Jennifer Zugo, lakini pia anajaribu pia kujibu kwa upande wa Sofia Hamis.
kumekuwa kutegeana pia kwa bondia wote wawili, kwa sababu unaona kila mmoja anajaribu kuvizia mashambulizi ya counter punching, lakini bado kumeonekana kutokuwa na ufanisi ule wa kufika katika hayo mashambulizi, na sio kufika tu, lakini pia katika upande wa ufanisi hadi kwamba ngumi lendi, yani kufika katika ngumi safi yenye ufanisi ambayo itafika katika eneo husika. Na raundi ya tatu imemalizika. Rekona Sofia Hamisi dhidi ya blue corner Jennifer Bernard. Second out of the league. Naam, raundi ya 4 hiyo na ya mwisho kati ya Jennifer Zugo dhidi ya Sofia Hamisi. Jab kwa Jennifer Zugo, anajaribu kujibu pale Sofia Hamisi, lakini bado ameonekana panchi zake kutokuwa na accuracy, usahihi zaidi kufika katika maeneo husika, na ngumi zimekuwa kama za kutegeana zaidi kwa mabondia wote wawili, kwamba wote wamekuwa kama wameonekana kuwa na uoga zaidi. Mikono imekuwa na ugumu kwenye kuachiwa katika kwenda zaidi. Sofia Hamisi licha kwamba amezidiwa kimo, lakini kwamba anashindwa kupeleka ile pressure mashambulizi ambayo yanaweza kumnufaisha zaidi. Anachokifanya kwa sasa ndio hicho ambacho imetoka kukiongea zaidi, kwamba kupeleka mashambulizi, kwa sababu tayari Jennifer Zugo ameshajaribu kubadilisha rhythm ya uchezaji. Yeye ameamua kuwa boxer zaidi, ameamua kubox, kufanya mashambulizi ya kupiga ngumi moja moja. Kwa hiyo kilichobakia kwa Sofia Hamisi ni kujaribu kuzida ndani na kufanya mashambulizi ya kupiga ngumi zaidi ya moja, combination, double left hook, na ngumi ambazo zinazohitajika katika kumkabili Jennifer Zugo ambaye ana advantage nyingi, kwamba faida aliyokuwa nayo, ana urefu mzuri, lakini pia mfumo ambao anaamua kucheza unamnufaisha zaidi, kwamba kucheza kwa umbali, kupiga ngumi chache zenye ufanisi na kuamua kujidefend zaidi. Faida nyingine alikuwa nao ni miguu yake, kwamba ana stamina alikuwa bora, lakini footwork yake na kucheza mguu wake wa nyuma ambao ni back foot umekuwa ukimnufaisha sana katika fight hii. Naam, jabu tena kwa Jennifer Zugo. Sofia Hamisi ameonekana kwamba kutarget kujaribu kumeza jabu ya Jennifer Zugo ili aweze kumcounter kwa haraka, lakini jambo ambalo pia limeonekana kumpa wakati mgumu zaidi. Bado amekuwa akicheza nje zaidi, kitu ambacho kimekuwa akimpa advantage zaidi katika kumfikia zaidi mpinzani wake Jennifer Zugo. Jabu tena kwa Jennifer Zugo. Ngumi zimeonekana kwa chache sana kwa upande wa Jennifer Zugo, anapiga ngumi chache. Naam, raundi ya 4 imetamatika katika pambano hili la Jennifer Zugo na Sofia Hamisi. Raundi imemalizika. Sasa ni wakati wa kupata majumuisho kutoka kwa majaji wetu. Jennifer Zugo.